Mtazamaji wa TAKUKURU TV, bado tunaangazia mafunzo ya maafisa waelimishaji umma wa TAKUKURU, ambapo leo maafisa hawa wananolewa ili kuboresha utendaji kazi wao. Mkurugenzi mkuu wa TBC, Dr. Ayub Rioba, ni miongoni mwa wawezeshaji kwenye mafunzo hayo, ambapo aliwanoa waelimishaji hao kuhusu matumizi ya ubunifu katika ulimwengu wa kidijiti. Ubunifu ni pamoja na kufikiri sawasawa. Kufikiri sawasawa yenyewe ni somo ambalo huwa nafundisha kabisa kwa siku nzima. Kufikiri tofauti kabisa. Haiwezekani tushindane na watu wengine. Imagine wewe una ujumbe wa TAKUKURU. Na unajua mtu akisoma pahala akasoma rushwa, kama ni mla rushwa inavyomsuta haraka haraka anageuka. Sasa how do you hold attention ya mtu kama huyo ili asome ujumbe wako au asikilize unachokisema? Kufikiri kibunifu, kufikiri nje ya mtungi na kadhalika. Baada ya mafunzo hayo, TAKUKURU TV ilipata fursa ya kuzungumza na Dr. Rioba, ambaye alielezea umuhimu wa matumizi ya tehama kufikia umma. Dunia tunayoishi sasa ni dunia tunasema imeingia kwenye udijitali. Kwa maana kwamba mambo mengi sasa hivi yanafanyika kidijitali. TAKUKURU wamefanya kazi nzuri na kubwa, wametumia vyombo vya habari. Kwa mfano sisi tumekuwa na kipindi rushwa adui wa haki kwa muda mrefu. Kumekuwa na vipindi vingine kadhaa vinavyozungumzia rushwa. Sasa ni jambo zuri kwamba wameamua waboreshe utendaji wao zaidi kwenye mitandao, na tunachokisema ni kwamba kwenye mitandao ipo mingi sasa hivi kama nilivyosema, na wananchi au hadhira tulizonazo, mtu anaamka kwa siku atasoma magazeti mangapi, aende kwenye mitandao mingapi, iko mingi sana. Kwa hiyo ndio maana ubunifu unahitajika. Ukiwa unaandaa ujumbe wako kibunifu, maana yake ni kwamba utawafikia watu wengi sana. Je, ni kwa namna gani jamii inaweza kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa licha ya changamoto za utandawazi? Kwanza jamii lazima ijue kwamba jamii yenyewe ndio inayoathirika. Kwa mfano takwimu tu hata za sasa zinaonyesha kwamba rushwa inaigharimu bara la Afrika dola bilioni 150 kila mwaka. Na ningeweza kuwapeni hata takwimu za hapa ndani, lakini rushwa inasababisha watu kufa. Kwa mfano kama wewe umekula rushwa, ulitakiwa dawa ipelekwe hospitali, wewe ukala rushwa, dawa ikapelekwa hospitali binafsi, maana yake ni kwamba utakuwa unaumiza watu. Rushwa inasababisha watu waendelee kuteseka. Wananchi wenyewe ndio wana wajibu wa kukataa rushwa, waripoti vitendo vya rushwa, na muhimu zaidi kuliko yote wawafundishe watoto, wazazi wafundishe watoto kabisa maana ya uadilifu, maana ya kuwa wakweli, na maana ya kuepuka rushwa, uwizi na ubadhirifu kwa mali ya umma. Naye mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila alikuwa na maoni haya kuhusu uchaguzi mkuu. Hili jambo mimi nitaendelea kulisisitiza kama ambavyo tumefanya mara zote kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni tukio muhimu sana, ni tukio muhimu. Kwa hivyo lazima wananchi kwanza washukuru Mungu kwamba nchi yao inaendeshwa kidemokrasia kwa mujibu wa sheria, ambapo kila baada ya miaka 5 unapata fursa ya kupiga kura. Hii ni haki ambayo nchi zingine hawana haki kama hiyo, wananchi wanalilia haki kama hiyo hawaipati. Sisi kwa bahati tunayo haki yetu ya kupiga kura kila baada ya miaka 5. Sasa hili jambo ni jambo la thamani kubwa sana, kwa maana lazima waheshimu ile kura. Na unaiheshimu vipi kura? Unajua kwamba hiyo kura ndio tiketi yako ya kupata maendeleo, au kupata uwajibikaji kutoka kwa viongozi wetu. Kwa hiyo hata mara moja wasipige kura kwa ushawishi wa rushwa au zawadi ya aina yoyote ya kuwashawishi, bali waongoze katika uamuzi wa nani wa kumpigia kura kutokana na tabia, mwenendo na hulka nzima ya huyo anayewaomba kura, kwa kuamini kwamba ni mtu atakayeshirikiana nao kuwaletea maendeleo. Sababu ukipokea rushwa maana umejiondolea fursa ya maendeleo, na hiyo tunasema ni kila baada ya miaka 5. Kwa leo ukipokea 5,000 au 10,000 ukapiga kura, huyo mtu wajibikaji wake umeishia hapo katika hela alokupa, kwa hivyo huwezi kumpata tena. Kwa tunasema wananchi waheshimu kura yao, wasishawishiwe kwa rushwa, lakini vile vile na wananchi nao wasiwaombe rushwa wagombea wanaojitokeza kwenye maeneo yao. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe
Pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.